msikilizaji, itoshe kusema ya kwamba tunaanza kuona sasa kile ambacho huenda hata wasikilizaji wengi walikuwa wanakitamani kitokee, wale wenye wivu kuhusiana na penzi jipya la Adam pamoja na huyu baby Tedesta. Sasa Adam baada ya kuwa na furaha baada ya kukubaliwa na Tedesta alielezea historia yake katika yote aliyoyapitia mpaka amefikia hapo na sababu ya yeye kuweza kuwa kahaba. Tumekuwa wote kwenye historia ya Tedesta na tumehuzunika wote, tumelia wote. Sasa maisha yanakwenda kuanza, jamaa anachukua simu aweze kumpigia nani huyu Hilary, kwa sababu simu yake ilikuwa haina credit. Kwa sasa ile Adam anachukua simu, anaandika namba Hilary, anakuta imeseviwa kwa herufi kubwa mteja kichaa. Adam anasema nikashtuka, hata nikatikisa kichwa nikisema haiwezi kuwa kweli, itakuwa nimekosea namba. Adam akarudia tena namba ile ile ya Hilary, jina likatokea mteja kichaa. Hatujui huu cha ni kitandani ama ni ukichaa gani, na kama ni kitandani maana tunafahamu wote Tedesta alivyokichaa kitandani. Sasa mapenzi haya. Langu jina ni Lucas Lumbas. Tusonge mbele msikilizaji, tusimhukumu Tedesta. Hatujui ilikuwaje kwaje mpaka wakakutana na Hilary na wakaseviana mteja kichaa. Lakini tunasonga mbele, hakikisha tu ya kwamba unapambania penzi lako. Sawa Yes, sasa mimi nilitetemeka, nikatokwa jasho. Niliogopa sana. Inawezekana vipi Hilary awe mteja kichaa kwa Tedesta? Na mbona hafajai kuniambia? Nikaona ni bora nipige nisikie sauti, huenda nakosea. Nilipiga tena namba ile ya mteja kichaa. Simu ikaita kwa muda, kisha akapokea akisema ya kwamba Tedesta, naona leo umenikumbuka bwana, unataka yule tajiri wako animiminie risasi kama alivyosema ama? Ninyamaza kimya kama nimemwagiwa maji baridi. Aliendelea kuita akisema Tedesta tajiri, Tedesta cha utamu. Msikilizaji, hii dunia ni ndogo sana. Yaani huwezi amini, alikuwa ni Hilary, kaka yangu, rafiki yangu. Niliogopa, nilitetemeka, roho inauma kama inataka kutoka vile. Nikajikuta nashindwa kujizuia. Niligeuka kumtazama Tedesta. Hakuwa na hili wala lile, midomo inanicheza. Tedesta akashtuka na kuinuka kuja kunikumbatia. Akiniuliza, "Bebe, umepokea taarifa mbaya nini? Mbona unalia?" Msikilizaji, nilishindwa kujizuia. Nikajikuta nalia kwa uchungu na kukaa chini. Naona kama Hilary sio rafiki mzuri kwangu, amenisaliti, ananiigizia mambo. Nikajikuta nalia huko nikisema kwamba Tedesta, unanipenda kweli mimi? Tedesta aliniambia sana baby, kwani kuna nini? Basi nikachukua ile simu na kumgeuzia. Hakuonekana kushtuka. Badala yake akaniuliza kuna nini baby? Nikaongea kwa ukali na hasira. Nikasema kama unanipenda, unanijali, unaniheshimu, nataka kujua kuhusu huyu mteja kichaa sasa hivi. Niambie. Basi Tedesta akasema kwamba lakini nikasema we, tafadhali niambie. Nilikuwa nimekasirika sana. Tedesta alinitazama kwa upole sana. Adam, kwa nini unanikaripia? Unajua uliponitoa, sasa kwa nini unanikaripia namna hiyo? Na utaki hata kutulia. Tutaongea vipi mpenzi wangu ukiwa na Leo? Kwa sana kwangu, mimi natakiwa kufuta namba zote ili nianze upya maisha yangu. Huyu kaka mimi sijui sana kuhusu yeye. Mimi ninachojua mimi ni mteja wangu. Na si mimi pekee, na yule rafiki yangu ambaye nimekuambia kuhusu yeye. Mimi namuita kichaa kwa sababu anapenda kujimilikisha sana na hana hata hela. Kiasi yani akikukuta tu umechukuliwa na mtu mwingine basi huchukia na kupiga simu ovyo na kutuma ujumbe bila kukoma. Na tena hana hata pesa ya kutosha, ila ni msumbufu sana.
Ndio maana tunamuita kichaa. Kwa hiyo hicho ndicho ninachojua mimi kuhusu. Mimi sijui kingine. Kwa hiyo huyo mheshimiwa unayesema ni mheshimiwa gani? Ina maana naye mwanamume mwingine Tedesta? Adam, fahamu ya kwamba mimi nakupenda sana Adam. Mimi sitaki kugombana na wewe wala kukuficha kitu. Ni kweli kuna baba nilikuwa nina uhusiano naye. Hajui hata kama mimi nilikuwa ninajiuza. Siku moja nikiwa kwenye ile hoteli ambayo uliniona, niliitwa na huyo mteja kichaa. Kumbe mfanyakazi wa huyo baba alikuwa pale. Alifika kwenye meza yetu na kumuita huyo mteja kichaa. Mimi sijui hata aliongea nini. Mimi nikasimuoni mara kwa mara, na akipiga simu ananiambia kama upo na mheshimiwa nitautafuta siku nyingine. Kwa ndio ilikuwa hivyo Adam, na nakwambia ukweli eti. Tedesta, naomba usikilize sana, nakupenda sana. Nakuomba sana uniambie ukweli kama bado una uhusiano na huyo baba. Naomba uniambie. Baby, nimekosa nini kwani? Kwani kuna nini baba? Kwani unanitisha na ugope eti? Hilary, kwa nini unakuwa hivi kwangu mimi Hilary? Najua ni kaka, najua ni rafiki yangu. Na kuamini una akili, heshima na nidhamu. Leo unanisaliti mimi. Nakulilia kila siku na nisaliti Hilary. Bibi unaongea nini tena bwana? Kwani ndio nani huyo? Na amefanya nini? Mbona sikuelewi? Huyo mteja kichaa anaitwa Hilary. Kwangu ni kaka. Kwangu ni rafiki. Ni msiri wangu, ni mshauri wangu. Ni mtu ambaye namwamini sana. Na kubwa kuliko vyote ni mume wa mtu. Ninavyojua anaipenda sana familia yake. Sana tu. Nilimwona Tedesta akishtuka na kuwa kama amekata tamaa hivi, akizungumza kwa huruma kama mtu anayetaka kulia. Sasa ni kaka, ni rafiki, sitakuaje? Utafanya nini mimi Mungu wangu? Adamu, umeona sasa? Ndio maana mimi nikwambia itakuaje. Mimi naweza kutana na watu wanaonijua zaidi kupitia kazi ile, na wakawa ni watu wako karibu. Nilikwambia mimi sikustahili Adamu. Nilikwambia mimi sikufai kuwa mwanamke wako. Mtazama sasa, mimi nitamtazama vipi mimi huyo kaka? Nitamwangalia vipi eti? Usirudie kusema hivyo Tedesta. Iwe mvua iwe jua, iwe kimbunga na hata hali zidi kuwa mbaya kiasi gani, ilimradi tu unanibariki na kuwa mwanamke mzuri kwangu. Na kweli Tedesta, nitakupambania. Nitathibitishia umma kuwa wewe ni mwanamke mzuri hujawahi kutokea. Unajua Teddy, kitu pekee ambacho kinaniuma ni Hilary kwa sasa. Tangu siku na kuona nilimuelezea, nikamwonyesha picha. Nilikuwa mjinga aliposema kwamba anakufahamu, lakini mimi sikuuliza zaidi. Ila alinizuia sana kwamba wewe una uhusiano na mheshimiwa na sio kitu kizuri. Kwa nini asiniambia ukweli sasa? Kwa nini ananificha mimi? Yaani kaka yangu ananila kisogo na kucheka mbele yangu kila siku. I said Tedesta, namtafuta. Kwanza ngoja ninamfuata sasa hivi. Nataka kuzungumza naye. Mimi siwezi kuacha ile pite. Na wewe Tedesta, naomba uachane na hii simu. Achana na kila kitu kwenye simu. Tunaanza upya, sawa? Sitaki kusikia lolote kuhusu simu. Tedesta, nakupenda sana. Hakuna kingine naona ila wewe. Hakuna kitu nasikia zaidi yako wewe. Msikilizaji, baada ya kuongea vile, nilitupa ile simu kwa nguvu na kuanza kulia kwa hasira. Mimi nakupenda pia Adam. Nimejaa na aibu sana. Mimi sijui hata nitafanyaje kuona kwamba mtu wako wa karibu ni mteja pia. Maisha yangu yamekuwa mabaya sana. Sijui hata nitafanya nini. Kwa hiyo tulia tu mpenzi wangu. Huwezi kwenda kukutana rafiki yako katika hali hii. Subiri, utapata muda mzuri na utazungumza naye tu, nakuomba sana. Nilimkumbatia Tedesta. Nilikuwa bado naumia sana. Nilikuwa ninaumia kila nikikumbuka nilivyokuwa namuelezea kuhusu Teddy. Uso wake na ushauri wake. Nilikuwa nakumbuka namna huwa tunacheka. Sasa kwa nini hakuniambia? Hakuniambia kama mimi nishapita naye, achana naye. Kwa nini hakuniambia sasa? Roho yangu iliniuma sana. Ni sawa, na unajua ndugu yako anajua kuhusu jambo ambalo lina
linakutatiza na ushauri huwa anakupa pindi ukienda kumuomba. So mimi nijisikia vibaya sana. Nikajikuta sasa namuuliza Tedesta kwamba ulimpenda kwani? Tedesta akaniuliza kumpenda nani Adam? Nikajibu si huyu kichaa. Adam, mimi natamani ungejua ugumu wa maisha yale kipenzi. Kwanza unafanya mapenzi kila siku. Unafanya mapenzi bila kuwa hata na utayari. Huna hisia na kile unachofanya. Unafanya na zaidi ya mtu mmoja. Kwa siku hata watu 5 na kuendelea. Na inategemea na biashara jinsi itakavyokuwa. Sasa utakumbuka wapi? Utampenda sangapi? Utafurahia sangapi? Yaani maisha ukahaba ni maisha magumu sana. Ni maisha tu ambayo yani haelezeki hata kidogo. Yaani sikumbuki hata mapenzi yake. Wewe ndio mwanaume pekee ambaye umenisisimua. Unasisimua kila kitu changu Adam. So mimi siwezi kusahau kabisa. Love you. Nilimtazama Tedesta, mara simu yangu ikaita. Kutazama na Hilary. Tena nimesave bro Hilary. Nikaitazama na kusema kwamba ananipigia mpumbavu huyo. Basi Teddy kwa upole akaniambia usiseme hivyo, ni kaka yako. Fikiria basi, ungeweza kusema kama huyo mwanamke unayemtaka mimi nimewahi kuwa naye pia ni malaya anajiuza, ungeweza? Fikiria kama ni kwamba ungeweza ni wewe kusema kwamba huyo mwanamke unayemtaka mimi nimewahi kuwa naye. Wewe unadhani ungemwambia hivyo hata kama angekuwa ndio yeye yuko na mimi? Nivuta pumzi na kusema kwamba nataka kuongea naye. Anipe sababu ya kwa nini na kwa hivi. Kwa nini hakuniambia? Vinginevyo mimi siwezi kutulia. Sasa mimi siwezi kukuzoea. Wewe fanya unalotaka kufanya mpenzi, ila sasa sijui itakuwaje kwangu. Mimi naona aibu hata kumtazama kwa sababu ni ndugu yako. Itakuwaje kama wengi zaidi watanijua Adam? Nimepata woga eti. Basi sikuwa nimemjibu. Ile simu ilikata na ilianza tena kuita. Nikapokea. Oh kaka. I say nimepokea bana, kuna wale watu walile nani? Nimepokea taarifa kuna wale watu walile gorofa wanadai walimalizana na sisi kila kitu, ila hatujapeleka mzigo wao. Ni kweli kaka? Tutashughulikia kesho. Una muda tukutane? Mbona hivyo kaka? Upo sawa? Nipo sawa kabisa bro, ni muhimu sana. Kama upo sawa basi hakuna shida. Wacha basi niagane na wife hapa kisha nakuja. Sawa, usichelewe. Basi nilipokata simu, nikawa hata siwezi kutulia sehemu moja. Naenda huku, naenda kule. Huku nikijisamisha ya kwamba ana mke, anawezaje kuwa mkatili namna hii? Mbona mke wake ni mzuri sana? Kwa nini anacheza michezo namna hii? Kwa nini? Baba, naomba utulie. Unajua mimi nilichojifunza ni kuwa ndoa nyingi hazina uhalisia. Wanaume waliooa ndio wateja wa wanawake wanaojiuza kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu sana najua akishaenda kumchukua pale anayejiuza, hawezi wakatafutana tena. Biashara inakuwa imeishia hapo, tofauti na kuwa siji na mchepuko ama kimada ambaye wataanza kusumbuana. Kwa anaona bora akamchukua huko mtu anayejiuza basi. Kwa mimi wala sishangai kwamba waume za watu wanakuja kuwachukua makahaba watu ambao kwa wanajiuza. Ni kawaida sana. Kuna muda tulikuwa tukiwazungumzia na kuonea huruma wanawake wenzetu ambao wameshaolewa. Tena hawana aibu na pete za ndoa kabisa na kuwa nazo katika vidole vyao. Adamu wangu, kiachilia mbali tabia mwanaume mmoja, ila wanawake wengi ni wavivu kwenye kutimiza wajibu wao wa kumpa furaha mwanaume. Unajua ni wavivu sana Yaani wao wakishaona tu kwamba wameshaolewa basi ni mke anatambulika nyumbani, yani ana mamlaka yote ya kuwa mke. Na anajua kabisa tayari kashamzalia mwanaume nini basi. Ila kwenye swala la ukicha kitandani, wanawake wengi ni wavivu eti. Yaani wavivu wenyewe tu ni kuna nini basi. Na ndio maana hata haya hutokea. Ingawa hapo wanaume ndio hulka yao ndio, lakini pia wapo wanaume wakipata furaha, amani ndani ya nyumba wanatulia sana. Msikilizaji, nilimtazama tu Tedesta. Mimi hata nikaa sitaki kuanza ya kuwa rafiki yangu mimi anafanya usaliti kwangu na kwa mke wake. Utagoma rafiki yako kwa ajili yangu? Anatakiwa kunipatia majibu mazuri zaidi, vinginevyo hakuna kitu gumu kama kupata rafiki mzuri maishani. Alikutana mimi kwenye kazi yangu. Mimi sikuwa mpenzi. Na so yani hata baada ya hapo mimi sikuwa na yani hata kabla hapo mimi sikuwa na wewe. Nilikuwa sifahamiani na wewe. Ni zamani. Kwa hiyo hupaswi kugombana naye. Mimi na wewe tulikuwa tujuani. Bwana unataka kumsikiliza, lazima anazo sababu. Urafiki wenu uendelee bwana. Nilimtazama tu Tedesta ambaye tayari alionekana kupoteza furaha.
Kisha aliinuka na kwenda kuokota ile simu ambayo mimi ndio niliipasua. Aliokota na kuweka sehemu ambayo tunatunza uchafu pale chumbani. Nilimtazama na kusema ya kwamba samahani sana, najua ina mambo yako mengi na kuahidi nitakununulia simu nyingine nzuri na mpya. Asante sana kipenzi, wala tusijali. Na hata hivyo usiwe na haraka, kwa maana mimi sina haraka sana na simu. Nahitaji muda zaidi na wewe. Msikilizaji, mwanamke mpole sana huyo. Unajua nijikuta na tabasamu tu kwa maneno yake. Sasa yeye alijilaza kitandani. Mimi nilikuwa nawaza nikimwona Hilary sijui itakuwaje. Mpaka sasa nashindwa hata kwanza. Siku zote hizi hajaniambia kwa sababu gani. Yaani yeye amehangaika kunitafutia mpaka ushahidi ili nisiwe na Tedesta. Singeniambia tu, au aliogopa. Sasa na yeye kwa nini ananunua malaya? Kwa nini? Muda ulifika, simu yangu ikaita, tena alikuwa ni yeye. Nilipokea na aliniambia kwamba nipo mlangoni kaka. Nami kwa pole nikasema sawa, nakuja muda si mrefu. Akaniambia naye kwamba okay, nakusubiri kaka. Basi nimtazama Tedesta na kumwambia kwamba amefika. Tedesta alikaa pale kitandani huku akiwa ameacha hata kupanga vitu vyake. Alisema ya kwamba kwa ajili yangu naomba sana usigombane na rafiki yako, na kuomba sana damu wangu. Nimtazama nikasema nitajitahidi sana mama. Basi nilipitia store, nikabeba viti vya plastiki viwili na kuanza kutoka. Nilipofungua tu mlango na kutana Hilary, moyo wangu uliingia kinyongo na hasira. Ila yeye alinitazama kwa upole akasema kwamba kaka, nimefika, haya leta kiti nikusaidie bwana. Akabeba kiti na tulikaa sehemu nzuri tu kwa ajili ya mazungumzo. Hilary aliniambia kwa kimuhemuhe kwamba kaka, ni jambo gani tena kaka, tulikuwa pamoja leo lakini ukuniambia. Nivuta pumzi na kisha nilianza kumuelewesha kile mkubwa wetu wa kampuni ametaka. Hilary alinisikiliza na kisha alisema kwamba hizo ndio zitakuwa kazi za kwanza kazini kesho. Sasa ili tufanikiwe, itisha mkutano wa dharura ili wote kwa pamoja tuelewane kuliko mmoja mmoja. Nikasema safi, mwaza kitu hata sikufikiria kabisa. Basi akatabasamu tu. Nikamtazama na kumuuliza kwamba kwa nini siku zote kuniambia? Oh, kitu gani hicho bro? Ukiniambia kuwa wewe ni mteja wa Tedesta. Niliona rafiki yangu akiwa katika mshtuko. Vipi, ulihisi sitajua? Kumbe ndo sababu ambayo ulikuwa unanizuia. Wewe ni kaka yangu. Na ringa najua ni naye kaka, ni naye rafiki. Kuna umekuwa mnafiki kwangu. Na kusimulia kila kitu changu kumbe unanichora tu. Hilary, mimi ndo nilipiga ile namba. Wala sio Tedesta. Niambie sasa kwa nini ulinificha? Niambie kwa nini sasa ulinikalia kimya na unajua kabisa kuhusu Tedesta? Kwa nini? Hilary, mimi najua wewe ni mshauri wangu. Najua una akili. Kumbe umekuwa ukimfanyia matendo haya mkeo. Kwa nini lakini? Wewe kufanya haya? Kubadilisha wanawake tena ambao wamekata tamaa na maisha na wakati unaye mke nyumbani kaka. Kwa kweli nimekushusha sana thamani. Sijakuelewa. Kumbe na wewe ni ovyo. Wewe ni rafiki mbaya. Wewe ni mbaya sana, ufai kabisa kwa ndugu yangu. Wewe sio kunifanyia hivyo mimi. Wapo wa kufanya hivi kwangu lakini sio wewe. Nimejikuta naongea kwa uchungu mpaka nataka kulia. Hilary muda wote huo hajanitazama usoni kabisa. Kainamisha kichwa chake chini. Neno la kwanza Hilary alisema kwamba nahisi aibu, najionea aibu sana. Nilimtazama, akafuta machozi yake na kusema kwamba nilipaswa kusema, ila niamini Adamu. Tangia siku ulioniambia juu ya swala hili, nimeteseka sana Adamu. Mimi nilikuwa natamani sana kuambia, ila ningeweza vipi kusema kwamba ninamfahamu, nimelala naye anajiuza. Ningekwambia kwa namna gani kaka ukanielewa? Na kama sigombana tu na wewe. Kwa naomba unielewe katika hili. Mimi nakupenda sana wewe kama kakaangu. Ndio maana nilikuwa napambana kukuzuia. Nilichokuambia sio uongo, japo sikuweka hadithi yangu kwa sababu hujawahi kujua mimi nanunua malaya. Adamu, sisi ni wanaume, tusivunje uhusiano wetu kwa sababu hii. Ni kweli unaosema, hata mimi mwenyewe ningefikiri kama wewe. Ila ningewezaje? Na unajua mimi na mke. Unajua mimi ni mtu wa maadili. Ningewezaje kuvunja imani yako juu yangu kaka? Aisee. Kwa nini usingeniambia? Usingeniambia tu ungesema. Sasa ulitegemea nini? Najua wanasema
katazwa sana juu ya jambo fulani, acha usilifanye. Mimi ukataza sana na bado nitazidi kusisitiza kaka. Tedesta sio mwanamke sahihi kwako. Ni malaya, anajiuza, hafai kuwa mkeo kaka. Tafuta mwanamke mwingine. Sasa mimi ningeweza vipi kukuambia nimetembea sana na mwanamke unayempenda? Ningezaje kusema ni malaya, kahaba, anajiuza? Ungeniamini kaka? Kaka Tedesta ni malaya. Anatembea na watu wabaya sana. Kanae mbali. Watakuharibia maisha kaka. Naomba uache kumwongelea vibaya Tedesta. Acha kuita majina mabaya, hujua unachopitia. Hao unaoita malaya ndio walikufanya umwache shemeji kitandani na kwenda kwao tena kwa gharama nafuu sana. Ni hao malaya wamekupa starehe ukamsaliti shemeji yangu. Bro, acha kujichanganya, umesikia? Mimi sikuelewi. Sikuelewi kabisa. Kikweli mimi sitegemea kama wewe unaweza kufanya mambo kama haya. Nimekuwa nikikuamini siku zote. Tena naomba sikize kwa makini sana. Usimuite Tedesta malaya. Usiseme ni malaya. Hujui ni kiasi gani ninampenda huyu mwanamke. Huwezi kunielewa. Hilal alifumba macho yake na kusikia akisema kwa uchungu sana, huku machozi yakimtoka. Kaka mimi sikuwa napenda sana kumsaliti mke wangu kaka. Ndio maana sikutaka mwanamke wa kawaida. Kwa sababu niliamini kwa kufanya hivyo mke wangu atajua, ataumia na kujisikia vibaya. Nilikimbilia wanawake hawa kununua kwa sababu nilikuwa najua ni kila tu naachana nao. Nilikuwa najua hatuwezi kutafutana kaka. Hatuwezi kusumbuana kwa sababu ni pesa yangu tu. Kwa hiyo nilianza kama utani, masiara, hata nikawazoea. Nikawa nawasumbua sana mara kwa mara, nikawa narudi kwao. Adam, elewa tu kwamba mimi nampenda sana mke wangu. Na unajua hilo. Nampenda sana, ndio maana hata ninahofia kumuumiza. Ila sikujua kwa dunia inazunguka kiasi hiki. Mke wangu mimi na yeye tunaishi vizuri tu, lakini mke wangu hana muda na mimi kabisa. Mke wangu muda alionao kwangu labda ni kupika na kufua na mambo mengine. Lakini mke wangu sijui ni mtu aina gani. Hata kunihudumia tu kama mume chumbani hawezi kabisa. Hata kuniambia ananipenda ni kazi. Kabla tujaoana alipenda kunitumia ujumbe mzuri. Alipenda kuniambia maneno matamu. Ila sasa hivi nisipomuomba kushiriki tendo basi utapita hata mwezi sijakutana kimwili na mke wangu. Tena hapo namuomba, yani namuomba tena. Na hata nikikutana naye kimwili ni kama tu mimi namlazimisha. Hana ushirikiano na mimi, mume wake wa ndoa. Nimejitahidi sana kumuomba. Nimejitahidi kuzungumza naye lakini anielewi. Ni yeye na simu, yeye na TV. Watoto na Biblia yake. Sasa mimi sielewi kwa nini ananifanyia hivi. Mke wangu akisema nakupenda ujue kuna kitu anataka. Hawezi kabisa. Kuambiwa maneno matamu sikumbuki mwisho ni lini. Sijawahi mfurahia mke wangu kitandani na haoneshi hata kujali. Anasema ndoa sio mapenzi pekee, kuna mengi ya kufanya na sababu nyingi sizo na mashiko. Kwa wiki anakupa mara moja tena kwa masharti kibao kaka. Adam, mimi ni mwanaume kaka. Ni mwanaume rijali. Ninahisia na nahitaji mapenzi kaka. Mimi nitafanyaje sasa? Nitafanyaje? Mimi niamua kutafuta mpenzi nje. Ni kweli alikuwa ananipa raha sana. Nilikuwa nafurahia sana. Mke wangu alianza kukasirika na kuhisi kuwa nina mwanamke. Mbona sina muda na yeye? Kaka inashangaza sana kaka. Ila mimi sikujali hilo, niliendelea na mahusiano na huyo mwanamke pasipo kujali. Mimi sikuwa najua kuwa yule mwanamke pia ni mke wa mtu. Yaani mimi namsaliti mke wangu na yeye kumbe anamsaliti mume wake. Mume wake mwanamke alijua kuhusu mimi. Alikuja nyumbani kwangu kwa jazba. Ile siku ilikuwa ni ugomvi mkubwa sana. Mke wangu alilia kwa uchungu akisema kwamba namdhalilisha kutembea na mke wa mtu mpaka nafuatwa nyumbani. Mimi jisikia vibaya sana kaka, niliumia. Lakini nilimlaumu sana yeye kuwa yeye ndio sababu. Kwa sababu hana mapenzi na mimi, ila badala yake na yeye alinilaumu kuwa eti mimi ni msaliti simpendi. Adamu, unajua niliumia sana. Kwa kuwa sasa mimi nampenda sana, niliamua kuachana na yule mwanamke. Na niliomba msamaha sana kwa mke wangu. Nilikiri kwa machozi, mke wangu alinisamehe kishingo upande tu. Nilijua hilo, ila nilionyesha mabadiliko makubwa sana. Ila bado siku zilipozidi kusogea hali ikawa ni ile ile kaka. Bado ukimgusa mke wangu ni kama yani umegusa mzinga wa nyuki pasipo taratibu. Mke anageuka mbogo. Anakuwa mkali akinilaumu akisema kwamba mwanaume gani unapenda mapenzi kila siku. Mimi ni binadamu nachoka. Unajua kaka, nilikuwa namtazama tu mke wangu kaka, nalala na maumivu yangu kaka, nalala na hisia zangu kaka. Kaka mimi nilianza michezo mibaya. Nilianza kujichua na ninaye mke kaka, just imagine. Nimeoa lakini napiga punyeto kaka.
Ndio siku moja niliwaza sana. Nikaona ni heri nianze kununua wanawake ili nikimalizana naye basi imepita hiyo. Ndio nikakutana na Tedesta pale wanapojiuza. Niliondoka naye na samani kwa kusema haya. Ni kama nilimuelewa, nikaanza kumtumia yeye mara kwa mara. Ila kwa kuwa anajiuza, siku nyingine alikuwa anakataa kwa sababu alikuwa anadai sina pesa na ni msumbufu. Ndipo nikajuana na rafiki yake pia. Hivyo nikawa leo huyu kesho huyu. Najua Tedesta ni mwanamke mzuri, anafurahia sana, yani anafurahisha sana, na maanisha hivyo, ila anatumiwa sana na watu wakubwa, akiwepo huyo mheshimiwa. Alinitishia siku moja aliponikuta naye, alinitishia, aliniambia kwamba ataniua. Aliniambia ataharibu maisha yangu. Kwa hiyo Adamu, kaa mbali na Tedesta. Mimi nakupenda sana na sitaki umie kaka, na kuomba sana kaka. Nilimwonea huruma sana msikilizaji. Yaani kumbe unajua kuna wanawake wanapendwa sana wanatumia upendo wa wanaume wao vibaya. Hawawajibiki hata katika mapenzi na ndoa zao. Yaani inakuaje unashindwa kumfurahisha mume wako? Kama huna hisia naye, kwa nini ulikubali awe mmeo? Inaumiza sana, ingawa ndugu yangu alichagua njia mbaya. But anyway, nilimwambia kwamba usiniambie nimwache Tedesta tena. Sikia Hirari, hujawahi tembea na Tedesta. Tedesta sio mtamu. Tedesta hajiuzi. Hujawahi kumuona mpaka mimi nikutambulishe kwake. Tedesta ni shemeji yako. Simwachi, unanielewa? Ndugu yangu, mimi nisamehe sana, nilikosea tu. Yaani kwa ufupi nilikosa tu ujasiri. Mimi Tedesta simjui, sijawahi kumuona, sijawahi kulala naye, kwanza sikumbuki hata utamu wake. Kaka, wallahi mimi sitaki kukosana na wewe. Nipe tu adhabu yoyote ile, ila mimi nakuomba tusigombane. Sisi ni wanaume kaka, tunasameheana kaka. Niko na wakati mgumu kaka, na kuanzia sasa nitakuunga mkono kwa lolote. Na naomba uelewe kwamba ndio ni mchungu sana. Tedesta sio mtamu. Tedesta ni wa kwangu na nakuhakikishia na muoa. Bro, nampenda sana Tedesta. Hii baki kuwa siri kati yetu. Hata mkeo hakuna kujua. Ukifungua mdomo wako nitamwambia mkeo ujue tabia zako. Na sikia, upaswi kuwasema vibaya dada za watu. Kama huwezi kuwasaidia kuondokana na hali ile, basi waache waishi maisha yao. Wengine wamebeba mizigo mizito ndani yao na hawana watu wa kuwasaidia. Hata wewe kaka, njia ambayo umetumia kutatua tatizo lako sio njia nzuri. Pengine kuna mambo hayapo sawa kwa mkeo, msaidie. Zungumzeni, tafuteni msaada. Na mambo kama haya ikiwezekana hata mshirikiane, hata matibabu yapo, lakini sio hiki umefanya. Hivi unajua kuwa afya ni mtaji. Tunza sana afya yako. Maradhi ni mengi. Matatizo ni mengi sana. Unalala na kila mwanamke unarudi ndani ya familia unataka kusababisha matatizo. Narudia tena. Tedesta ni mke wangu mtarajiwa. Ninampenda sana. Umjui, hujawahi kukutana naye. Na ulipaswa kuniambia ukweli kuanzia siku ya kwanza kuliko mimi na kuelezea unajifanya kwamba uelewi kitu. Kaa mbali na Tedesta. Na huyo rafiki yake achana naye. Ni kweli kwamba shemeji sawa kakosea, ila unatakiwa kutengeneza maisha yako kaka. Kumbuka hata Bible inasema ya kwamba hekima itakuwezesha kumkwepa mwanamke mwasherati, mwanamke malaya wa maneno matamu, mwanamke amwachaye mwenzi wa ujana wake na kulisahau agano la Mungu wake. Nyumba yake elekea kuzimu, njia zake zinakwenda ahera. Yeyote amwendaye kamwe harudi, wala hairudi tena njia ya uhai. Kwa hiyo utafuata mfano wa watu wema na kuzingatia menendo ya uadilifu. Kaka, tena ukiendelea hapo, ukitazama tena Mithali hiyo hiyo 6:16 hadi 35, kwamba kuna vitu 6 anavyochukia Mwenyezi Mungu. Naam, vitu 7 ambavyo ni chukizo kwake: macho ya kiburi, ulimi mdanganyifu, mikono inayoua wasio na hatia, moyo unaopanga mipango miovu, miguu iliyo mbioni kutenda maovu, shahidi wa uongo abubujikaye uongo, na mtu achocheaye fitina kati ya ndugu. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usisahau mafundisho ya mama yako. Yaweke daima moyoni mwako, yafunge shingoni mwako. Yatakuongoza njiani mwako, yatakulinda wakati ulalapo, yatakushauri uwapo macho mchana. Maana amri hiyo ni taa na sheria hiyo ni mwanga. Maonyo hayo na nidhamu yatuweka njia mwa uhai.
yatakulinda mbali na mwanamke mbaya, yatakuepusha na maneno matamu ya mwanamke mgeni. Usimtamani mwanamke huyo kwa uzuri wake, wala usikubali kunaswa kwa kope za macho yake. Mtu hupoteza kipande cha mkate kwa malaya, lakini kwa mke wa mtu mwingine utapoteza uhai wako wote. Je, waweza kuweka moto kifuani na nguo zako zisiungue? Je, waweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zako zisiungue? Ndivyo livyo mwanaume alalaye na mke wa mwenzake. Yeyote anayemgusa mwanamke huyo hataacha kuadhibiwa. Watu hawambezi sana mtu akiiba kwa sababu ya njaa kaka. Lakini akipatikana lazima alipe mara 7. Tena atatoa mali yote alionayo. Mwanaume anayezini na mke wa mtu hana akili kabisa. Huyo hujiangamiza mwenyewe. Atapata majeraha na madharau. Fedheha atakayopata haitomtoka, maana wivu wa mume humfanya kuwa mkali kabisa. Wakati atakapolipiza kisasi, hana cha kuhurumia. Hata kubali fidia yote wala kutulizwa na zawadi zako nyingi. Kwa hiyo kaka, achana na wanawake wanaojiuza kaka. Kaka, narudia tena kaka, achana na wanawake wanaojiuza. Achana na wake za watu kaka, unakosea sana. Sikia, ugomvi wangu mimi na wewe bado na hasira sana na wewe. Yaani kwa nini unifiche mimi? Kwa nini unifiche? Hilary alinishika mkono akasema kwamba kaka, haki ya Mungu kaka, nimekoma. Nimeelewa maneno yako. Nitajitahidi kuweka sawa na mke wangu. Nitatubu mbele za Mungu. Nitapima afya yangu na nitakwambia chochote hata kama cha kuumiza. Tedesta ni mwanamke wako, mimi ni shemeji yangu. Simjui zaidi, sijawahi kumuona. Ila yote kwa yote sipo tayari kukupoteza kama rafiki. Naomba sana unisamehe. Naomba nisamehe sana rafiki yangu. Nakuomba tafadhali sana. Najisikia hatia sana moyoni. Nakuomba msamaha. Msikilizaji, sisi wanaume ni watu wa basi yaishe. Yaani ukiona unagombana na mwanaume na bado anakuomba msamaha kwa unyenyekevu namna hii, basi ujue ya kuwa anajutia kweli kweli. Nilimuelewa sana rafiki yangu. Ni kweli kala mwanamke wangu, ila sasa hata ningekuwa mimi nisingekuwa na nguvu ya kusema nimekula mwanamke wako. Hasa ukiwa mwanamume unajitambua labda hawa mjini hawa. So mimi nilimshika mkono na kusema kwamba nakuelewa kaka. Pole kwa yote unayopitia, ila tunatakiwa kuwa waaminifu sana. Huwa napenda sana kusema kwamba uaminifu ni kama karamu au penseli. Kadri unavyozidi kufanya makosa, ndivyo hivyo unavyozidi kupungua. Wewe ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, tumetoka mbali. Kwa hiyo usinifanye nijute kukuamini na kukuomba ushauri. Tulindane, tuheshimiane na kutunziana siri, sio kufichana mambo. Ungeniambia mapema mimi ningeelewa hata kwa kuchelewa. Hata wewe mwenyewe ungeniambia hiyo siri yako na mkeo mapema, mimi ningekupa ushauri. Wala mimi sidhani kama eti ungeangukia kwa mke wa mtu au wanawake wa kujiuza tena kwa kubadilisha. Kaka, binadamu wote sisi tunakosea. Hakuna msafi kati yetu, hayupo kaka. Tunaishi kwa kuchukuliana, yani ni kama ile tunaishi ile kwa kuombeana, kuheshimiana, kusemezana, kusameana, kuambizana, kushauriana na kukumbusha yale aliyomema. Kwa mimi sina sababu ya kuweka kinyongo ndani yangu kwa sababu wewe umekuwa mwazi. Ila naomba yaishi hapa hapa. Yaani naomba yaishi hapa hapa. Ni siri yetu kwa sababu mimi nimeamua kumbadilisha Tedesta na kumfanya mke wangu. Basi Hilary alitabasamu na kusema kwamba nafurahi umenielewa sana rafiki yangu. Ukweli nilikuwa nimezingua sana. Leo nitasoma mithali zaidi. Ina maonyo sana na sisi wanaume tunashupaza shingo. Ila kaka, Tedesta yupo tayari kubadilika, Sio mwanamke mbaya, ila naogopa sije kukuumiza kaka. Nisikilize Hilary, hata mimi mwenyewe nitafakari kwanza hilo. Wanasema tabia ni kama ngozi, huwezi kubadili kwa maana imeng'ang'ana mwilini. Ila wengi wao hizi sio tabia zao. Wengi maisha yamewafanya kuwa hivi. Kuwa makatili, kuwa wezi, kuwa na tabia mbaya na mambo ya kufanana na haya. Kwa mimi namwamini. Najua ni mapito tu na anahitaji kupendwa. Anahitaji nafasi ya kuishi na kufurahia maisha. Kila mtu anahitaji nafasi ya pili katika maisha. Tedesta pia anastahili nafasi hiyo. Kaka, naomba msaada wako kwenye hili, tuwe pamoja. Nisaidie kumstiri mwanamke wangu. Kama mimi rafiki yako na ndugu yako, tusimame pamoja kwenye hili. Kaka, mimi kwa sasa mimi sina neno, walau nimepata nafuu kidogo moyoni kaka. Mimi najisikia aibu sana kwako, ila nakosa neno. Nakushukuru sana kwa ushauri wako kaka, nashukuru kwa maneno yako pia mazuri. Nitafanyia kazi ushauri wako.
na kuahidi sitamsaliti tena mke wangu. Nitajitahidi sana kumsaidia, na kama kuna mahali nakosea basi nitaongea naye ili nijirekebishe. Na najua kwamba inawezekana ngumu kidogo, lakini sitamsaliti mke wangu. Sawa. Sasa hivi ni usiku, wahi nyumbani, tutaongea vizuri kesho kazini. Asante sana kaka. Adam, still friends, right? Nilimtazama tu kisha nikamkumbatia na kusema friends, bado ni familia. Uwe na siku mwema bro. Basi akawa anaondoka. Nami alipokuwa anaondoka nikasema ya kwamba humjui kabisa. Akasimama ni akasema ya kwamba sijawahi kumuona wala kumsikia mpaka utakaponitambulisha kwangu kaka. Basi aliondoka. Nibaki peke yangu pale. Nilikaa na kuvuta pumzi huku moyoni nikisema ya kwamba ndoa zina mambo mengi sana. Yaani Hilary pamoja na ustaarabu wake wote ameangukia pabaya. Mungu msaidie. Msaidia na shemeji pia ajue ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Basi nikusanya viti vile na kurudi navyo ndani. Nilipofika ndani nilimkuta Tedesta analia sana. Alikuwa analia kwa huruma sana. Nijisikia uchungu. Nikaita kwa kumhurumia, nikamwambia Tedesta kipenzi. Basi yeye aliinua uso wake na kunitazama kuuliza kwamba vipi mmemalizana? Hujagombana na rafiki yako, si ndio Adam? Hapana, tujagombana, zaidi tumeongea na kushauriana tu. Tedesta ameisha, naelewa sana. Ya kale yote yamepita. Sasa ni wakati mwingine. Nafurahi kuona hamjakwazana wala mjagombana, ila mimi najisikia vibaya sana. Sijui tamtazama vipi pindi nitakapokutana naye kama shemeji yangu. No, humjui. Hujawahi kumuona. Sio mteja kichaa tena. Ni mpya kwenye macho yako mpaka nitakapokutambulisha ama kukutanisha naye. Tedesta, nimesemaje? Simjui, sijawahi kumuona. Ni mpya katika maisha yangu mpaka pale utakaponitambulisha. Adam, lakini sio rahisi, unajua eti sio rahisi hata kidogo. Anyway, Adam, mimi naona kama nitakutesa, nitakutia aibu, nitakuumiza. Kwa nini usiniache tu? Ona sasa kumbe nimeshalala na rafiki yako. Ni wanaume wengi hufanya haya. Vipi kama nitaendelea kukutana na watu wako wa karibu ambao nimelala nao tayari? Kwa nini tusiishie tu hapa Adam, kuliko maumivu ambayo nitakusababishia? No. Usiniambie hivyo tena, sawa? Ninaamini huyu ambaye anatenda katikati yetu ni Mungu. Mungu kama ameruhusu mimi kuwa na wewe, hawezi kutufanyia hivyo. Ina maana huna imani hata juu ya Mungu. Namwamini, pengine bila yeye mimi ningekufa. Basi alinikumbatia kwa nguvu, na aliponikumbatia niliona ninao sababu ya kumtafutia Tedesta mnasihi. Naona kabisa afya yake akili imeharibika. Amekata tamaa, hajiamini, hajithamini, hajikubali hata kidogo. Niliona ipo sababu ya kwanza kumtengeneza upya. Ni wazi maisha yake yameharibu akili yake. Hayupo sawa kabisa. So nilitoa zile nguo kitandani nikamwambia yeye alale. Nami nikamkumbatia kwa nyuma huku nikimsi alale, kesho ni siku mpya kabisa, atamka akiwa poa na salama. Basi nilala na Tedesta huku nikiwaza sana kuhusu kumtafutia mtu wa kuzungumza naye ili akili yake iwe sawa. Mbali na haya, bado Tedesta aliamka asubuhi, aliniandaa kama kawaida kwa upendo, na wakati natoka nilizungumza naye kuhusu swala hilo la mnasihi. Alinitazama na kutabasamu akasema kwamba lolote unaloona linanifaa kwa sasa, mimi nipo tayari baby, na kusikiliza wewe tu. Basi nilimwambia kwamba tukimpata tutakuwa tunaenda pamoja na tutajifunza pamoja. Tedesta alifurahi sana. Alinitakia kazi njema na mimi nikaenda kazini. Baada ya kufika kazini mimi niliingia ofisini kwangu. Hilary alikuja. Hatukuwa tumechangamkiana sana kama ilivyo mimi, mimi nilikuwa na hasira. Alinisalimia na kisha alisema ya kwamba niliwaza sana juu ya maneno yako jana kaka. Nijisi kumkosea sana mke wangu. Niliamua kuzungumza naye lakini hanipi ushirikiano kabisa Adam. Naona ni kama kuna tatizo mahali. Vipi, unahisi mke wako anaye mwanaume mwingine? Mimi sitaki hata kumfikiria vibaya mke wangu, ila itabidi tu niwe makini nijue tatizo. Umewaza vizuri sana. Umewaza vyema mno. Itabidi ufanye hivyo. Ila hakikisha katika kufuatilia umkosee heshima mke wako. Ni kweli kabisa kaka. Wacha tufanye kazi kwanza. Sawa, kazi njema bro. Basi aliniaga naye pia, nami nikaendelea na kazi. Asubuhi ile haikuwa kawaida. Simu yangu iliita na alikuwa mama yangu.
Nilitazama simu kwa muda, nikawaza mama anataka nini tena? Ilibidi nipokee simu. Hivi wewe Adamu, hivyo ndivyo nilivyokulea mimi Yaani inawezekana vipi mpaka unaishi na mwanamke nyumbani kwako bila hata utaratibu? Moyo wangu ulishtuka sana. Nilijua kabisa huyu lazima atakuwa ni Lilian huyu. Sasa nilimuita tu mamangu. Wewe. Ningekuwa mama yako usingefanya hilo ulilofanya. Wewe unaona ni dogo sana. Sijakulea hivyo mimi Adamu. Sasa sikia, nataka uje nyumbani leo. Yaani leo usipite, uje nyumbani. Mama, sasa hivi na kazi. Naomba basi ndani ya siku 2-3 hivi nijile kwa leo mimi mama nitashindwa. Umeona? Yaani umekosa maadili. Ina maana wewe na huyo mwanamke hamjafunzwa na wazazi wenu, si ndio? Sasa kama hutofika mpaka saa 10 hapa, nitakufuata huko. Kwa huyo mwanamke wako nitakuja. Huyo mwanamke wako sina maana kuliko heshima ya familia yako, si ndio? Mama. Mama alikata simu. Hata tai nilihisi na nikaba. Ndio kwanza tunabadilishana na Tedesta wangu. Jini mkatakamba Lilian anajikuta yeye ndio mtoto mpendwa wa mama. Kanichonganisha na mama yangu. Aisee, nilegeza shati na kuweka simu pembeni nikiwa sasa nimechoka sana. Asubuhi tu purukushani jamani. Simu yangu iliita tena. Na alikuwa ni Lilian. Nijikuta napata hasira. Hivi Lilian, ni kitu gani kimekutuma kwa mama yangu? Ukamueleza kuwa mimi ni naye mwanamke. Wewe ni mwandishi wa habari siku hizi. Wewe ni mshauri wangu, mtu habari zangu. Wewe ni nani kwangu? Adam, mimi sijasema kwa ubaya. Ni mama aliponiuliza tu kuhusu mimi na wewe, maendeleo yetu. Nilimwambia ukweli mama ya kuwa mimi na wewe hatuwezi kuwa pamoja kwa sababu une mwanamke na nilimkuta nyumbani kwako. Sasa hapo nini shida jamani? Hata hivyo mimi sijapiga simu kuongea haya. Mimi nitaka tu tuzungumze jambo muhimu sana. Sikia Lilian, acha kufuatilia maisha yangu, sawa Kaa mbali na maisha yangu. Nilikuona mwanamke mzuri, kumbe ni mwanamke mwanamke mbaya sana wewe. Sikia, sasa yule ni mama yangu, sio mama yako. Huwezi kunigombanisha mimi na mama yangu, sawa hata siku na moja. Na sababu kabisa kwenye hicho kichwa chako, hata siku moja, hata mara moja, mimi na wewe hatuwezi kuwa kwenye mahusiano. Yaani hatuwezi kuwa wapenzi kamwe. Adam, usiseme hivyo. Bado tunao muda na nafasi. Sikia, mimi nilikuwa nataka kuambia kuhusu uzinduzi. Kuna mambo nawaza hapa kufanya, kwa hiyo na imani utanisaidia. Aya. Muone huyu. Hivi umechanganyikiwa? Lilian, unatakiwa kupata msaada wa akili haraka sana. Yaani umenichafua nafsi yangu. Nilikuwa nawaza kuhusu hiyo shule yako. Lakini tangu nilipotambua kuwa wewe huna akili hata kidogo, hata kufikiria tu kuwa hili zuri, hili baya huwezi. Sitafika kwa shule yako. Wala hakuna yote atakayekuja. Hakuna yani. Nilikata simu. Kisha nikasema kwamba mwanamke mjinga sana huyo, mpumbavu sana na akili kabisa, mshenzi kabisa. Msikilizaji, sikuwa na nguvu hata za kufanya kazi. Yaani sikuwa sawa. Baby mama wangu nilimkumbuka sana, lakini siku hii ilizidi kuwa ngumu kwa maana hata simu yenyewe niliivunja. Kwa hiyo tukawa sasa hatuwezi hata wasiliana. Niliwaza tu muda ufike nikamnunulia Tedesta simu yake na kisha nipite kwa mama na mambo mengine tuendelee. Basi muda ulifika, nilitoka kazini, nilipita duka la simu nikamnunulia Tedesta na kukamilisha vitu vingine nini muhimu pale ili mpenzi wangu aanze kutumia simu yake. Sasa ilikuwa ni furaha sana kwangu kufanya kila kitu kwa ajili ya huyu mwanamke mzuri sana katika maisha yangu. Baada ya hapo niliona ni vyema sasa niende kwa mama ambaye tayari baada ya kusikia ninaishi na mwanamke pale nyumbani amechukia sana. Hivyo kama kijana wake anaye niamini sana, lazima nikaongee naye kuliko yeye aje nyumbani. Nahisi kama ataongea maneno mabaya sana kwa mwanamke wangu na itakuwa si tabia nzuri. Basi niliendesha gari mpaka kufika nyumbani. Nilipofika niliwakuta wazee wangu wamekaa nje. Sijui sasa walikuwa wanajadili nini, ila waliponiona wote waliacha kuzungumza na kunitazama. Nijikuta napata uoga huko moyoni nikisema ya kwamba hiki kikao kizito hiki, Mungu nisaidie. Mungu nitie nguvu nikazungumze kwa hekima na hawa wazee wanielewe mimi. Basi nilitembea mpaka nilipowafikia. Nilisalimia kwa nidhamu, nikasema shikamoo baba. Baba alinitikia, kisha nikamgeukia mama nikamsalimia pia. Mama akaitika akaniambia keti hapo. Yaani baba Adam, ndio maana mimi nilikuwa sitaki kabisa Adamu aondoke nyumbani akaishi mwenyewe. So unaona sasa kilichotokea? Ameoa.
Yaani kaoa mwenyewe bila familia kujua, bila lolote lile. Mtoto jasiri sana huyu. Bwana mke wangu bwana, hebu punguza hasira. Ili tuongee vizuri bwana. Nabii tuongee kama familia na kijana wetu. Na tunaelewa sawa amefanya kosa sawa, lakini ni lazima tujue namna ya kuweka sawa bwana. Nikaitikia kwa kichwa bwana. Mama alinipiga jicho mpaka nikaogopa. Kijana wangu, ninafahamu kuwa naelewa wewe ni mtu mzima sasa. Na nafurahi sasa kuona umechukua maamuzi magumu katika maisha. Vipi kijana wangu, kwa nini umeamua kuishi na mwanamke bila kusema kwetu? Hujui kwamba ni kinyume cha taratibu? Na najua unatambua hilo, si ndio? Baba na mama, najua wazi nimekosea, ila sikuwa na maana kuwa ninyi hamtajua. Kama ambavyo umesikia, mimi ni kweli ni mwanamke nyumbani. Wazazi wangu ni kujipanga tu na kuweka mambo sawa. Ila ninaahidi kumleta kwenu. Nimefanya kosa kuishi naye bila taratibu. Sikuwa na namna zaidi ya kumsaidia tu baada ya kupata matatizo. Mimi kama mpenzi wake niliona ni bora nimsaidie kuliko kumwacha mwenyewe katika shida. Yaani hilo ni kosa kubwa sana Adam. Kama unampenda huyo mwanamke si ungemleta hapa tu tukae naye sisi? Yaani yeye mmekutana tu kwa kuliko kukutana nyewe na kuchukuana na kuanza kuishi naye. Si bora ungemleta hapa tu nyumbani. Upo sahihi mke wangu, ila sasa kijana amekiri bwana. Yeye ameomba msamaha. Kwamba amesema mwenzake alikuwa na matatizo. Mimi binafsi nimemuelewa. Nadhani tunatakiwa tu kumsaidia. Tumsikilize na kisha tuamue, si ndio mke wangu? Upo sahihi mume wangu. Najua Adamu anahisi mimi kama sitaki awe na mwanamke mwingine. Hapana. Hapana kijana wangu. Wewe oa mwanamke yote unempenda. Oa mwanamke ambaye unajiona kabisa unafurahi kuwa naye. Lakini sio hivi unavyofanya mwanangu. Kweli mimi nilitaka uoe. Kweli kabisa natamani uwe na familia. Ila sasa kwa utaratibu maalum kijana wangu. Haya niambie sasa wewe msanii ni wa wapi? Mama na baba, mwanamke huyo anaitwa Tedesta. Ni mwanamke mzuri sana. Sio wa muonekano tu bali tabia pia, na ndio maana kijana wenu ninatarajia kumuoa. Kwa bahati mbaya mwenzangu hana familia. Yaani namaanisha wazazi wake walifariki. Akaishia kuwa mtoto wa mtaani tu. Nampenda sana na ananipenda pia. Najua nimewaudhi, nimewakera wazazi wangu. Ila tafadhali sana naomba mnipe muda. Nitamleta kwenu, naombeni ushirikiano. Na naomba pia awe binti yenu. Naomba sana wazee wangu. Mwanangu, mwanamke hana familia. Umebeba unaishi naye ndani kwako. Hujui kwao, hujui ndugu zake. Hivi una akili nzuri kweli wewe? Mwanangu kuna kufa, kuna kuugua Adamu. Hivi ushajiuliza utampeleka wapi? Ushajiuliza utafanya nini wewe? Wewe ni msomi gani wewe? Ufikiri? Ndio maana mimi nilikutafutia mtoto mzuri, lakini humtaki. Haya, unaishi vipi na mtu hujui hata ndugu yake hata mmoja? Mama Adamu mke wangu, hebu punguza basi maneno makali. Ni kijana wetu huyu. Kwa hiyo hayo mahangaiko hayatakuwa yake peke yake, ni yetu sote. Hata hivyo kwa nini uwaze mambo mabaya tu? Kufa na kuumwa sio vitu vizuri bwana. Amesema ana familia. Yeye hajapenda kutokuwa na familia bwana. Wewe sasa ndo unatakiwa kuwa familia yake. Kijana wangu Adamu, hebu naomba unisikilize. Sio vizuri kuishi nyumbani na mwanamke bila utaratibu. Kwa hiyo mimi nakuomba sana, jitahidi sana ufuate taratibu muhimu. Mlete kwetu na sisi tumfahamu, kisha tutapanga mambo mengine. Au aje tu kuishi hapa mpaka mtakapooana. Baba alinitazama na kugeukia kwingine kisha akaanza kucheka. Sasa unacheka nini wewe baba Adam? Mwanao unaona kabisa anayoyafanya ni mazuri jamani. Amekosea kabisa huyu, wala hata usimtetee kabisa. Nisamehe mke wangu. Mimi sicheki, ila wewe umechelewa sasa. Sisi unaona kijana wako wanapa hata amenawiri sasa. Kisha wewe tena umchukue mwanamke bana. Haitawezekana bwana. Mimi nafikiri wazo zuri ni tuwasaidie tu kuhusu kufanikisha safari yao. Kama wazazi tuwape baraka zetu, wavunge ndoa yao nzuri, waendelee kuishi bwana. Baada ya baba
kusema hivyo nilitabasamu tu. Na mama naye akajikuta anatabasamu tu. Nikamtania mama nikisema kwamba mama, chakula kipo ndani. Mama akasema ule hapa. Na kwa mwanamke wako atakula nani? Nenda kale huko achana na mimi. Basi nilicheka tu. Nikisema mama Adam, haya, asante sana wazazi wangu na nimefurahi sana mmenielewa vizuri. Naombeni muda kidogo tu. Nitamleta hapa na ninyi pia mtamuona mwanamke wa maisha yangu. Mama ni mrembo sana kama wewe. Wewe unamfananisha vipi mke wangu bwana na mtu mwingine ushindwe? Simfananisha mke wangu bwana na mtu mwingine. Mke wangu ni kifaa bwana. Wewe ni PC. Unaona mtoto kama wa mwaka 2000 hivi, kumbe kitambo sana. Mwanamke hata zeki yani. Basi tulicheka huku mama akisema ya kwamba usichelewe sana kumleta. Vinginevyo nakuja huko kwenu. Na nilitaka kusahau. Hivi kwanza anafanya kazi gani mkeo? Mama, tangu lini mwanamke anatambulishwa kwa kazi? Kazi yake ni kunilea na kunitunza. Muda wote anapanga mipango ya familia. Vizuri sana bwanangu. Vizuri sana bwana. Sasa wazazi wangu, mimi naomba niwaache niwahi nyumbani. Nadhani atakuwa na hofu nimechelewa. Mama, usikasirike bwana, furahia tu. Na nitakuletea mkweo hapa na utashindana siku nzima. Mama alitabasamu tu. Namjua mama yangu. Alikuwa tu anatabasamu ila hakuwa amependa kama baba alivyoniunga mkono. Ila atafanya nini sasa? Mumewe ndio kaongea. Nilipokuwa naondoka, babangu alisema kwamba kijana, msalimie sana mkwe wangu. Watazama tu wazazi wangu nikatabasamu na kuacha wakicheka tu. Ni wazi hawakuamini kama katika maisha yangu ninaweza kufanya maamuzi makubwa na mazito kama hayo. So nilitoka, niliendesha gari uelekeo ukiwa ni nyumbani. Nilipofika tu nyumbani tena kwa kuchelewa kama ilivyo safari za jiji hili ambayo hazijawahi kupumzika. So nilipoingia ndani ya geti nilimuona Tedesta wangu amesimama nje ananisubiria. Alipoona gari yangu alinikimbilia, nikashuka kwa gari, tukakumbatiana. Sasa namjua Teddy kwa kudeka. Baba, naomba niandikie insha isiyopungua maneno 1000 kueleza kwa nini umechelewa kurudi nyumbani leo, na ukijua fika kabisa mimi nitakumisi sana. Najua mke wangu, hata mimi mwenyewe nilikukumbuka sana. Sikuwa na la kufanya zaidi tu ya kujuta kuvunja simu. Bora ningenunua nyingine ndio nivunje ile. Siku yangu ilikuwa ni ya kuchosha sana na ni ndefu mno. Ila nashukuru Mungu upo hapa, tuko pamoja. Kunisamehe sana nimechelewa. Nilikuwa na kikao na wazee, nikaona bora nipitie nikawaone kwanza afu ndio nirudi nyumbani. Sawa kipenzi, vipi? Wazima lakini? Ya, wanakusalimia sana. Wananisalimia. Acha uongo bwana. Baby, kikao kilikuwa ni kuhusu wewe. Wamejua tunaishi pamoja. Mwanzo alikasirika sana ila sasa hivi wanatamani sana kukuona. Wewe usiniambie. Ya, ndio nishakwambia hivyo. Vipi umepika nini? Bwana, ukaoge kwanza afu mambo mengine ndo atafuata. Kwa hiyo utamua ule ndo utakula ama utakula kwanza ndo ule. Sawa, nitasema nini sasa? Na wewe ndo ushasema. Alafu leo nimefurahia sana hasa baada ya kusikia baba na mama wanatamani kuniona. Ila unipatie muda kwanza, mimi natokea kubadilika vitu vingi sana, si unajua? Usijali. Alafu vipi? Mnasi umepata? Bora afu umenikumbusha. Leo sikuwa nakumbuka kabisa, sasa umefanya vizuri kunikumbusha. Basi tulifika chumbani. Alinisaidia kuweka mambo sawa ili nikaoge. Nikafika mpaka mlango wa kwenda bafuni, nikamwambia mfuko wako huu hapo mama. Basi akanitazama na kutabasamu tu. Nikaingia zangu kuoga, nilioga na nilipomaliza nikawa natoka. Sasa Teddy, baada ya mimi kutoka bafuni, Teddy bwana alisimama mbele yangu. Yaani baba, sijata nisemeje. Ni nzuri sana Adam, nimeipenda. Mungu akubariki sana baba, akuzidishie pale umetoa, akuongezee pale umepunguza kwa ajili yangu. Adam, I love you. Unakaliwa na hisia za karibu. Teddy wewe ni wangu. Nitafanya lolote lililo ndani ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba unakuwa na furaha. Wala hupaswi kushukuru namna hiyo. Ni haki yako kupata chochote kutoka kwangu. I love you too mama. Basi Teddy alinishika mikono yangu. Mikono hii barikiwe sana baba. Mikono yako ipate kibali mbele ya Mungu. Nikamtazama tu na kuona kama anazama sana kwenye hisia. Ilinibidi ni mkatishe kwa kusema kwamba nina njaa sana mama. Basi sawa, basi jiandae sasa, mimi ngoja niende kuandaa chakula. Alitoka na mimi nilifuata baada ya muda. Nilikuta tayari ameandaa chakula mezani na alinikaribisha chakula. Nilimshukuru na pamoja tulianza kula. Tulipoanza kula tu, wewe hivi
unajua siku za shughuli zimeisha nikashukuta tu. Niambie bebe wangu, unataka nivae nini siku hiyo? Nilimtazama, nikamlisha kwanza chakula kidogo. Unaona unavyojua kupika, ila sikia. Sasa hivi hatutaenda popote. Jumamosi tutatoka, hatutaenda kwa shughuli, nimegairi. Kwani kuna tatizo? Tedesta mama, hakuna tatizo, ila hatutaenda kwenye shughuli. Sawa, lakini vipi dada yako hatojisikia vibaya? Nilimtazama Tedesta. Aliona sijapenda maswali yake. Akacheka tu kidogo. Bwana wivu wangu tu. Sikia sasa, vitu ndani vimeisha, inabidi nifanye manunuzi. Sawa bebe, si huwa nakuachia pesa pale ndani. Duka lipo hapo nje, nunua tu unachohitaji. Yaani ujue tu baby, kununua vitu nusu ni gharama kweli kweli eti. Unajikuta yani kwa siku yani unatumia pesa nyingi sana. Ndio maana mimi napenda sana kununua vitu kwa jumla. Unanunua vitu kwa gharama ya jumla, hata dukani ukienda unakuwa ni kama mfanyabiashara. Unajikuta umejipatia vitu vingi kwa jumla. Unaenda kwenye maduka ya jumla yale, unanunua kila kitu cha nyumbani. Ukiweka hapo, unajikuta umetumia laki, laki mbili. Ni wewe tu, ila umepata vitu vya kutumia muda mrefu. Kwa hiyo pesa ya kila siku unatunza siku, yani vitu vikiisha hata uteseki. Kama hapa sababu kuna vitu vingine kibao. Ni mboga tu nanunua kwa wiki ili zisipoteze ladha kwa kukaa muda mrefu kwenye friji. Unajua mbali na uzuri wako una akili sana ya maisha. Una mipango, unajua matumizi. Tangu umeingia humu ndani unajua gharama zimepungua sana. Yaani kila kitu nakiona rahisi. Tena umenikumbusha bwana. Natakiwa kulipa pango mwezi ujao mapema sana. Afu nyumba nzuri kama hii baba, kodi yake kwa nini bei gani? Nilimtazama na kumtajia. Haikuwa kubwa sana kwa mwaka. Baada ya kumtajia Teddy alishtuka sana. Madam, pesa yote hiyo. Sasa nikisema utasema nina akili na vitu vipo wazi. Unajua bora kujenga nyumba yako hata ndogo tu wakoe gharama hizi. Na ukifanikiwa unajikuta unakuwa na biashara yako. Wow. Teddy, sijutikwa na wewe. Unajua umeongea jambo muhimu sana na nimekuwa mzito sana kufanya maamuzi ya kuwa na mji. Ila sasa nakuahidi sitakuangusha kabisa. Na usiseme biashara yako, sema yetu, kwa sababu tupo pamoja kwenye kila kitu. Usionajitoa kwenye mambo yetu, sawa? Basi Teddy alicheka tu huku tukiendelea kula. Moyo wangu ulijawa na furaha sana. Nilifurahi sana mawazo yake chanya katika maisha yetu. Unajua hata ilinichukua muda kuamini kama Teddy anaweza kuwa na akili kiasi hiki. Nilifurahia sana, nilikuwa nakula huku na tabasamu tu. Basi aliniuliza kuhusu mama na baba na mimi nikamwambia ya kuwa wazazi wangu wana hamu sana ya kukuona. Alitabasamu tu. Hata mimi pia, ila naomba nipatie muda kidogo, nahitaji kutulia kabisa. Hivi kwani naonekana vipi sasa baby? Naomba niambie kweli. Unaonekana vizuri kabisa. Yaani unaonekana mwanamke fulani hivi mzuri sana. Mwanamke mzuri wa kisasa. Ndio nazidi kukupenda unajua. Kweli baby. Nafurahi kusikia hivyo. Basi mimi nilijua nimekuwa tofauti na spendezi. Kumbe sasa hata kuvaa kawaida kama mke wa mtu kunanipendeza sana Asante sana Mr. Adam. Umebadilisha maisha yangu kwa asilimia kubwa sana. Wewe ni kama malaika. Umekuja kunishika mkono na kuniongoza njia sahihi kufikia ufalme wa Mungu. Na Mungu atakupa thawabu zake kwa ajili yangu. Basi bwana, tulimaliza kula. Kama nilivyokuwa nimesema, mwanamke wangu ni msafi sana bwana. Nyumba sio ile ukiwa kazini unakutana na watu wanataka kufika kwako unaanza wakwepa kisa ujui kama utakuta uchafu juu ya meza ama jiko limekaa shagalabagala tu. Basi mke wangu hilo alinitoa hofu mno. Muda wote nyumba ni safi sana. Nyumba ni inavutia. Alimaliza shughuli zake, tuliingia chumbani. Basi akawa tu anafurahia simu yake. Muda mwingi alinitazama akisema ya kwamba nzuri sana. Haya, chukua niwekee sawa kila kitu. Nikamuuliza kwamba tunaweka nini na nini? Wewe sasa wewe utaamua mwenyewe nini unataka kwa ajili yangu na nini utaki. Basi nikaa nacheka tu. Just imagine mwanamke wako anakupa simu alafu wewe ndio uamue sasa. Uinstall WhatsApp, uinstall Facebook ama uinstall Insta. Kama mtandao fulani hupendi unaacha. Na mtoto wala atalalamiki. So mimi nikaa nacheka tu. Yaani Tedesta wangu bwana, maisha ujana, yani sijatesemeje. Amefanya mengi sana na sasa ameamua kubadilika. Ninampenda na ninamwamini. Ninafuraha sana kila nikiona naye. Basi maisha yaliendelea bwana. Na hata ikawa Jumamosi, siku hii mimi nilipanga kutoka nikaonane na mwanasaikolojia ambaye katika uliza kwangu bwana nilipewa namba yake. Basi nilimchukua Tedesta wangu na moja kwa moja nilienda huko. Tulikutana na huyu mama.
Kwa sasa ni mtu mzima zaidi, tofauti na wakati mimi na Teddy tunaenda. Tulipofika alitupokea kwa furaha sana. Tuliongea mambo ya hapa na pale, kisha mnasi huyu alisema ya kwamba karibuni sana, nimefurahi sana kuwaona hapa pamoja na nafurahi sana. Kwa hiyo naomba sana moyo wazi ili nijue wapi naweza kuanzia. Kwa hiyo karibuni sana, ni zamu yenu. Nilimtazama Teddy. Teddy alitabasamu kwa upole na kuendelea kuongea. Mama, sijiamini, sijipendi tena. Sioni umuhimu wangu, nina wasiwasi na woga sana. Historia mbaya ya maisha yangu inanifanya nisione chochote kile zaidi ya kujiumiza tu. Nimefanya mambo mengi mabaya, sioni hata kama Mungu anaweza kunisamehe. Akili imechoka sana, nimechoka. Huyu mama alitabasamu. Mimi na Teddy tukatazamana bwana. Kisha alisema ya kwamba hii hewa unayoivuta ili kuishi umeilipia? Tukajikuta wote tumetikisa kichwa kukataa. Hatujalipia hewa tunayoivuta ili kuishi. Huyu mama alitabasamu tu na kuendelea. Katika haya maisha huna sababu ya kukata tamaa. Kwa nini ukate tamaa na wakati unaishi kwa nguvu za Mungu? Yeye aliyekupa pumzi bure kabisa anashindwa vipi kukupa tumaini la maisha? Sikatai, changamoto ni nyingi sana. Kuishiwa nguvu ni kwingi mno, ila hutakiwi kumwacha Mungu mbali na changamoto zote unazopitia. Mungu yeye hata ukiishiwa nguvu anakupa hamu ya kuomba, hamu ya kutamani kuishi, hamu ya kutabasamu, hamu ya kucheza, hamu ya kujipenda, kujithamini na kujijali. Unaona watu hao nje mwanangu? Watu wote hao, hata mimi mwenyewe hapa, nina dhambi zangu nyingi sana. Aibu hata kusema. Mtu akikosea hadi anajisikia vibaya kumnyoshia vidole, maana ni aibu mno kuliko zangu. Ila si unaona tunatabasamu? Kwa sababu moja tu, Mungu ametupa sababu ya kuishi ili kurekebisha makosa. Makosa yapo ili kutufundisha na kutufanya bora sana. Labda nikwambie kitu ambacho napenda sana kuambia watu ambao hunifuata. Dunia ina siku 3 tu muhimu. Siku ya kwanza ni jana. Jana sio muhimu sana kwako, ila inayo mambo ambayo yatakusaidia kuifanya kesho yako vizuri au vibaya. Uamuzi unakuwa mikononi mwako, ambayo hiyo kesho ndio siku ya pili ya dunia. Uhakika wa kufika haupo kabisa. Hata wale ambao wamepoteza maisha hawakuliona, hawakuona hilo kutokea. Na 3 ni sasa. Ni leo. Ni muda huu ambao unao. Ishi muda huu vizuri sana. Usiseme nitaishi vizuri kesho, nitafanya vizuri kesho. Hapana, hapana kabisa. Kesho ni fumbo. Sahau jana yako. Kama ilikupa funzo, shukuru na uendelee kesho vizuri kabisa. Kwa hiyo huna sababu ya kujichukia. Mwanangu, hata maandiko katika kitabu takatifu yanasema ya kwamba wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa kiroho, kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo mwanangu, na imani sasa unanielewa vizuri sana. Mimi nitakupangia ratiba, utakuja hapa na mwenzio tutaongea vizuri, na hata wewe peke yako pia. Kwa hiyo hakuna tatizo. Teddy alinitazama na kisha alivuta pumzi kidogo na kusema ya kwamba nataka kuwa huru kwako. Baby, si aina mbaya nikihudhuria mwenyewe. Kabisa mpenzi, mimi ninachotaka wewe uwe sawa. Nataka ujisikie vizuri. Kazi yangu ni kukuleta tu hapa. Nitakusubiri mpaka umalize. Muhimu tu iwe ni siku ambazo siendi kazini tu. Baada ya mimi kusema hivyo, huyu mama alitabasamu. Hongera sana kijana. Hongera mno. Unajua ni wanaume wachache sana ambao wanajua ni nini wanatakiwa kufanya kwa ajili ya wenza wao. Mimi nimependa sana hii. Nina imani mrembo wangu hapa atakuwa sawa. Basi naomba utupishe kidogo tupange mawili matatu na mwanangu. Asante sana mamangu. Kipenzi, utanikuta kwenye gari. Sawa baba, kuna shida. Basi nilimwacha Teddy na baada ya hapo mimi nilienda kwa gari. Hilo alinipigia simu bwana. Kaka vipi? Tunaenda kwa Lilian ama? Kaka, sitaki hata kusikia huyo mwanamke asee. Huwezi amini. Ameenda kumwambia mama kuwa Teddy yupo nyumbani. Unaona sasa, unadhani ni mzimu huyo? Kwani Teddy mwenyewe yupo nyumbani? Kivipi? Mbona mimi sijui hilo? Sasa unashangaa nini wewe mwenyewe? Humjui na hujawahi kumsikia?
Naelewa kaka, ila hukuniambia. Si unajua tena nyumbani tumezoea upo mwenyewe, tunakujaga tu na fujo. Ya, kama nilivyosema, ninataka kumwoa na ninaishi naye ni muda sasa. Kikweli ni mwanamke mzuri sana. Sawa bwana, ila mimi naona kweli umedhamiria kaka. Sasa ndio maana umechangamka bwana siku hizi. Kumbe una chombo ndani, umenawiri kaka. Uendi kulewa tena mapema nyumbani tu. Basi sasa kaka, sasa mimi nimeshamwandaa shemeji yako. Hawezi kukubali akae nyumbani. Wacha basi nitafute wapi nimpeleke. Tutoke kifamilia. Tukutane tu mahali tule, tunywe, tufurahi. Una hakika Adamu? Namaanisha sio wazo baya, ila una hakika? Sasa ina maana kaka hamtakutana na Tedesta kamwe? Tulimaliza hilo bwana. Tunaanza upya, hakuna namna. Labda tusitishe urafiki. Asante sana kwa kuniamini tena. Asante sana. Na mimi nashukuru sana. Basi mimi nitakutumia mahali tukutane tufurahie. Basi niliona Teddy akitoka kwenye jengo ambalo ndio ofisi ya huyo mama. Nilikata simu na kumfungulia mlango mrembo wangu. Na kisha aliingia ndani. Baby, yani uliwaza vyema sana kuleta mali hapa. Unajua huyu mama ana kibali sana jamani. Ana maneno fulani hivi yani akiongea tu ni kuna namna unajisikia yani. Nafikiri alipaswa kuwa mchungaji, ila ndio anahubiri kwa njia hii labda. Uwezi amini, unajua mimi najisikia raha sana. Yani najisikia amani sana baba. Bila shaka ndani ya mwezi mimi sitakuwa hivi tena. Nafurahi sana kusikia hivyo. Hata hivyo sasa si unaona unazidi kuwa mzuri. Unapendeza sana na nakuona mpya kila itwapo leo. Basi tulikumbatiana na Teddy na Teddy akapiga picha pale nzuri kisha akaiweka wallpaper ya simu yake. Akisema my wallpaper. Wow, picha nzuri sana. Utasifia ngapi? Maana mwenzako mimi kupiga picha ni kama kipaji, sikosei yani. Utachoka kusifia. Basi nikacheka tu na kisha nikawasha gari na wakati huo Hilary pia alituma ujumbe wa wapi tukutane. Niliendesha gari kufuata uelekeo huo. Nilifanikiwa kufika ingawa kwa kuchelewa sana, huku njiani nikiwa nimemuelezea Teddy kuwa anakwenda kukutana na Hilary. Asijisikie vibaya, ni shemeji yake yamepita. Hakuna la kusema, alinyamaza tu. Na kwa bahati nzuri niliwakuta tayari Hilary na mke wake wamefika. Shemeji yangu aliponiona aliinuka kunisalimia akisema kwamba Shem, umeadimika sana jamani, mzima? Nilimjibu kwa furaha pia. Kisha nikampa kiti mpenzi wa maisha yangu na rasmi nilimtambulisha Teddy. Nakumbuka sana Hilary namna alikuwa ametawaliwa na woga. Pengine alihisi labda nitaharibu ndoa yake. Hilary rafiki yangu pamoja na shemeji yangu hapo. Mnayemwona hapa anaitwa Tedesta. Huyu sasa ndio mwanamke ninayempenda. Mwanamke wa maisha yangu, mwanamke ambaye mimi naona wazi anafaa kuwa mke wangu. Nampenda sana. Basi shemeji akawa na tabasamu akiminya mume wake. Kisha alisema kwamba walau sasa nimepata mke mwenza. Tedesta mama, karibu sana katika familia. Hongera pia umepata mwanaume mzuri. Adamu ni mwanaume mzuri sana. Mungu awasaidie mfike malengo. Basi Teddy alitabasamu tu na kusema kwamba nashukuru sana. Hilary naye akasema kwamba kikweli nakosa neno. Mimi nimeshoka kabisa maneno ninachotaka kusema Adamu na kutakia furaha maisha yako. Ninaamini utakuwa umefanya chaguo bora zaidi. Teddy shemeji yangu, karibu sana katika familia. Basi Tedesta alimtazama Hilary kisha niliogopa asije muita mteja kichaa pale. Lakini haikuwa hivyo. Alisema kwamba nafurahia kukufahamu Shem, nitampa furaha ndugu yako, kwa hiyo usihofu kuhusu hilo. Basi tulicheka tu na mimi nikasema kwamba sasa ni muda wa kula jamani. Tunywe mpaka basi. Shemeji yangu alicheka sana baada ya mimi kuzungumza hivyo, tukajikuta sasa tunacheka wote. Tulikuwa na wakati wa furaha sana. Ingawa Teddy wangu sio mtu wa kuongea sana, ila tulifurahia chakula, mtoko na mambo kama hayo ya kutoka kama familia nini, picha na vitu kama hivyo. So mimi na Teddy wangu tuliwahi kuondoka pale. Tuliwaaga wapendwa wetu vizuri na kisha tulipokuwa ndani ya gari, nilimuuliza Teddy wangu kwamba vipi unajisikiaje mama? Unajua mimi sijafurahi kama hivi kwa muda mrefu sana. Hakika ilikuwa ni siku nzuri sana. Mke wa Hilary mcheshi sana, nimempenda. Unajua kabla tujaondoka, hebu naomba nitumie kwanza picha zangu. Shika simu hapa unihamishie hizo picha. Yaani wewe huwezi kuamini, picha ni nzuri sana. Yaani ni nzuri mno. Basi bwana nikana mtazama tu anavozituma zile picha nikiwa nimemshika kwa upendo sana. Sasa ajali mbaya ikatokea. Yaani wakati anabonyeza kitu cha kuruhusu kupokea picha, si akafungua ujumbe ambao ndio ulikuwa umeingia. Ujumbe ulikuwa ni wa Lilian.
Lilian aliandika ya kwamba ina maana hunipendi kabisa, unanichukia namna hiyo, hata kwenye jambo langu muhimu hujafika. Adam, naomba usinifanyie hivyo, tupate muda wa kuzungumza, tunaweza kuelewana. Nimeumia sana leo, nimejisikia vibaya. Kukupenda wewe ndio imekuwa kosa Adam, kwa nini lakini? Msikilizaji, huyu Lilian ni kama pepo. Yaani kilichotokea hapa ni sana ile wewe simu yako alafu labda kuna kitu unataka kumuonyesha mpenzi wako kwenye simu. Yaani labda picha. Yaani hata simu umeshikilia wewe mwenyewe lakini unaambia tu baby, hebu angalia hii scene nzuri Yaani kitu chochote umeonyesha kwenye picha. Alafu hapo ndo kuna mpuzi mmoja ameambiwa na shetani, wewe mtumie fulani message kwamba umemiss penzi lake ama umemiss. Message ina pop up pale juu. Tindi. Nimekumisi sana. Nimemiss penzi lake. Utaeleza nini? Sasa ndicho hiki ambacho kimetokea. Message iliingia muda ambao Teddy anatuma picha na alikuwa na simu yangu. Huyu Lilian ni kama pepo. Kila nikifurahi kidogo tu yeye anaharibu. Nilimtazama Teddy, uso wake alisoma alafu akatabasamu tu na kuachana na ujumbe ule. Mimi hapo ninavyojua wanawake kwa kelele, nikajua hapa nitabembeleza mpaka mwisho, lakini badala yake alinipa simu. Alipomaliza alisema ya kwamba nimemaliza kipenzi. Teddy, endesha gari baba, tuwe nyumbani. Nimechoka sana eti. Sijaona kitu. Usiseme hivyo mpenzi kwamba hujaona kitu. Usiongee chochote. Kweli sijaona kitu chochote. Niamini. Nijikuta napata joto kwa maana ninao hakika asilimia zote Teddy ameona message ile ilivyoingia tu pale nteti kasoma. Na amesoma maana hata mimi mwenyewe nilikuwa nasoma. Yaani unasoma lakini unashindwa kuichukua simu. Basi nilikuwa naendesha gari huku nikimtazama kwa woga sana. Alafu yeye hata yeye akawa hata ajali hata. Aliendelea kunyamaza akichezea simu yake na alikuwa hivyo mpaka tunafika. Tulipofika alinishika mkono kuelekea ndani, akiniambia kama vile ni hakuna kitu kimetokea. Nakushukuru sana baba. Milo, nimekuwa na wakati mzuri sana, nimefurahia siku yangu. Teddy, naomba uache kuigiza basi, kama kila kitu kipo sawa. Unajua hii imenitesa sana, Walau basi hata nifokee nikalipie. Niulize na si useme tu hujaona kitu. Tasema nini sasa juu ya dada yako? Nilifanya kosa. Nilipaswa kukuambia mapema. Sikutakiwa kukuficha juu ya hili. Ni kweli Lilian ni dada yangu kwa sababu ni msichana nilimfahamu kupitia mama. Mamangu alitamani sana nimuoe yeye. Ila baada ya kumwambia nina mtu, aliachana na wazo hilo. Shida imebaki kwa binti, hataki kuelewa mbali na kujua kuhusu wewe. Kwa makini mpenzi wangu. Kwa hiyo haunifokei. Mimi siwezi. Najua nafasi yangu, najua kwa nini tupo hapa pamoja. Wewe ndio mwenye maamuzi. Wewe ndio unatakiwa kuweka mipaka na kuchagua njia sahihi ya kupita. Na kuamini na najua utashughulika na hili. Tuingie ndani sasa, nimechoka eti baba. Msikilizaji, mimi najua alijisikia wivu, ila sasa angefanya nini sasa? Nimtazama tu nikasema kwamba anakupenda Teddy. Usikae kimya, omba msamaha kwa kundanganya. Usiseme ameisha haya. Okay, omba msamaha. Naomba msamaha mama. Naomba sana msamaha Teddy wangu. Mwanamke wangu wa maisha. Naomba unisamehe. Sikuwa mwazi kwako. Ukweli nilikuwa nakupenda sana. Nakupenda kuliko kitu kingine chochote. Haki ya Mungu Teddy, nakupenda kweli. Naomba basi uingie ndani mama. Nataka kupiga simu mara moja. Usichelewe na kusubiri. Nimekusamehe na tutaongelea hili tena. Basi nitabasamu. Teddy aliingia ndani na mimi nilipiga simu kwa Lilian. Alipokea akilalamika sana kwa kudeka akisema kwamba Adam, kwa nini sijui hujafika ni nini? Lilian, naomba usikie. Huwezi kunigombanisha na mpenzi wangu, sawa Sasa sikia, hujawahi kuniona. Unijui sikujui. Mimi Adam sikupendi hata kidogo kwa sababu huna akili. Baada ya kumwambia hivyo Lili alivuta pumzi kisha alisema sawa Adam, nimekuelewa. Nami nikakata simu. Basi nilifika ndani, tayari mwanamke wangu alikuwa bafuni. Na mimi nikabadili nguo na Teddy alitoka nami nikaingia bafuni. Nikiwa bafuni simu yangu iliita. Moyo ulipiga pa. Nilijua pengine atakuwa ni Lilian. Teddy aliniita, love. Baba, simu yako inaita eti. Kwa wasiwasi nikauliza, nani tena anapiga usiku huu? Teddy alinyamaza, kisha nikamwambia kwamba tazama nani anapiga uniambie. Teddy baada ya muda kidogo alisema, ni baba kipenzi, njoo baba anapiga simu. Nikauliza kwa kimoyomoyo kwamba ni baba usiku kuna nini tena? Haraka nilitoka bafuni. Nilipotoka tu nikachukua simu. Nilisikia sauti ya huruma ya baba.
Alionekana kama hayupo sawa. Basi aliniita, nikasema he baba, niambie kuna nini, kuna tatizo, mbona hivyo baba? Wakati huo Teddy naye kwa woga akiwa sasa amesimama na nitazama usoni. Babangu alisema kwamba mwanangu, njoo haraka hospitali, mama yako njoo haraka. Nikashtuka nikiuliza, mama hospitali, amefanya nini baba? Baba alivuta pumzi kisha alisema kwa uchungu, ni kama vile mtu analia. Akasema mama yako alishia tu hapo. Baba kuendelea, nikauliza kwa haraka, amefanya nini baba? Baba naomba niambie, mama ni mzima? Baba alishusha pumzi na kukata simu yake. Na mimi nilianza kumpigia tena baada ya babangu simu kukata. Je, mama yupo hospitali kwa ajili gani? Inavyoonekana huenda mama amedead. Kama mama amekufa, vipi hauna wasiwasi na Lily kwamba amefanya revenge? Kwa sababu kute Lily aliaminishwa na mama kwamba kijana wake Adamu atamuoa. Sasa Adamu kapiga simu kamwambia kwamba mimi sikupendi na huna akili. Je, mtoto wa kike kaenda kulishusha kwa mama? Yeah. Usicheze na moyo wa mtu jamani. Kuna watu wakipenda kuacha hivi sio kazi nyepesi. Sasa mimi nimekuambia mapema kabisa, ukija sehemu inayofuata jiandae. Ukute ni vita inaanza kati ya Adamu na Lily. Mimi ninahisi tu Lily kaenda kumfanyia uvampire mama wa Adam, kisa tu Adam kamkata. Ninahisi mimi. Anyway, tukutane sehemu inayofuata. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mdoto ulikuwa na Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.